Tuko na mwenyekiti wa tawi la Mpira Pesa. Habari yako? Habari yangu nzuri, nashukuru Mwenyezi Mungu. Simba imechukua muda mrefu sana ili kuvuka kutoka robo finali na hatimaye kuingia nusu finali, na sasa hivi inaelekea kuingia hatua nyingine kama wakifanikiwa kufuzu. Unadhani mabadiliko gani ambayo yamefanyika ambayo imewawezesha Simba kutoka robo finali na kuingia nusu finali? Katika mikakati yetu kwa tunapanga miaka ya nyuma, nadhani hata hiyo robo yenyewe ilikuwa ngumu kwetu kufika. Tulikuwa tunatolewa hatua za mwanzo au hatua za makundi, lakini tukatoka makundi tukafikia robo finali. Nadhani tumecheza robo finali 5, ya 6 tunaenda kucheza nusu finali. Kwa hiyo katika hii 2000 hapa nadhani kwa mikakati yetu tuliopanga imeenda vizuri, kwa sababu hata nia ya mwekezaji wetu Mohamed Dewji alisema atahakikisha yeye akiwa kiongozi Simba itakuwa timu tishio Afrika. Timu yetu sasa hivi imesajili wachezaji vijana ambao bado wanahitaji mafanikio zaidi, na tumeona wako vizuri na tumefurahi zaidi wametuletea hata mwalimu naye kijana. Kwa hiyo wachezaji vijana, mwalimu kijana lakini ukiachia hilo na management yetu ya klabu ya Simba ina viongozi walio thabiti, wanajua sisi wana Simba tunachohitaji nini. Kwa hiyo dua zetu kama sisi mashabiki ni kuhakikisha timu yetu inashinda, lakini timu yetu ni bora kwa sababu ina vijana waliokuwa bora. Tumewaona vijana kutoka Ivory Coast, tumeona vijana kutoka Cameroon, tunaona wachezaji vijana kutoka Uganda. Ukilinganisha mchezo uliochezwa hapo kati ya Simba na Stellenbosch ambao ulipigiwa pale Zanzibar na mchezo ambao unaenda kuchezewa South Africa ikiwa Simba wanatangulia kwa bao moja, unatamani mabadiliko gani yafanyike au kitu gani kiboresho kutoka kwenye mchezo uliopita kwenda mchezo ujao ili muweze kufuzu na kwenda nafasi inayofuata? Mimi nadhani kila mchezaji anajua umuhimu wa image, na mara nyingi benchi la ufundi waga mwalimu yeye ndo anajua afanye nini mechi ya nyumbani na mechi ya ugenini, na kwa bahati nzuri mwalimu wetu anatambua mechi zote zina ugumu gani. Tumeona mechi zetu za nyumbani mwalimu anavyopanga, lakini tumeona mechi zetu za ugenini ambazo tunacheza mwalimu anatengenezaje vijana wake mpaka tunapata matokeo, au hata tukifungwa tufunge magoli mengi. Nadhani mechi zetu za nje katika hatua za mwanzo tumefungwa mechi moja, lakini zingine tumeenda sare, mechi nyingine tumeshinda. Kwa hiyo nadhani plani ya mwalimu ile, lakini ninachowaomba wachezaji wangu, mwalimu maelekezo atakayowapa wasikilize ushauri wa mwalimu na wahakikishe wanapambana yani kwa nguvu zaidi ili kiwezekana tuweze kupata matokeo. Lakini kwa mwalimu wetu plani zote anazijua, na kwa bahati nzuri nchi tunayokwenda kucheza ndio nchi ambayo anatoka mwalimu wetu. Jiji ambao tunakwenda kucheza tumepangwa kucheza na ndio jiji ambalo anatoka mwalimu wetu Fatu. Kwa hiyo katika hilo mimi nadhani kuna vitu vitaongezeka ili iwe chachu ya kupata ushindi kwenye timu yetu. Lakini niwapongeze mashabiki wa Tanzania au Afrika Mashariki ambao wako South Africa. Nimeona jana timu yetu imefika, wamefanya mapokezi makubwa, wametoa support, na ile ndio tunavyotaka. Simba iko dunia nzima, kila tunapoenda tunapata support. Kwa hiyo niwapongeze wale mashabiki ambao wamepokea timu yetu, na niwaambie wasivunjike nguvu, waende uwanjani kusupport timu yetu, na sisi tuna support timu tukiwa huko nyumbani. Then Jumapili tupate furaha, Jumatatu tuweze kufurahi wote na kwenda kuwapokea vijana wakiwa wanarudi kutoka South Africa. Sawa, kombe la muungano linaanza leo ambapo Zanzibar, kombe la muungano linaanza leo kule Zanzibar, lakini bingwa mtetezi ambaye mpaka sasa hivi ni mnyama wekundu wa Msimbazi Simba hayupo, hatoshiriki mashindano hayo kwa sababu ya ratiba yake kubanana na mechi za kimataifa. Unadhani nani anaweza akaibuka mshindi? Kwa sababu timu zinazotoka bara kuna Singida Big Stars, kuna Coastal Union, kuna Azam, lakini pia kuna Young African. Unamuona nani ambaye anaweza akaibuka na ushindi, au ushindi tutauacha Zanzibar? Zile mechi za kimazoezi. Kwa hiyo kama za kimazoezi alojipanga vizuri anaweza akachukua kombe. Inawezekana wakachukua wenyewe Zanzibari au wakachukua watu wa Tanzania bara, lakini unapozungumzia muungano ina maana ni muungano wa Tanzania bara pamoja na visiwani. Kwanza tunaunga mkono, ndio maana hata ilikuwa imesimama katikati, lakini baada ya kurudishwa nadhani Simba na ndio tulienda kushiriki tukachukua lile kombe. Si ndio mabingwa watetezi, lakini kwa kuthibitisha kwamba sisi tuna mashindano mengine makubwa ndio maana hatukwenda kushiriki na mashindano, lakini tunawatakia kila laheri ambao wale watakuwa wanashiriki na mashindano. Basi yoyote atakayechukua kama mashindano ya kimazoezi na ya kuunganisha kati ya Tanzania bara na visiwani atakayechukua basi yoyote. Lakini mimi nimeona timu zote ambazo zilizoteuliwa kwenda kule ni timu ambazo zimejipanga na wanajua kitu gani wanafanya. Kwa hiyo siwezi kutabiri kwamba nani atachukua, lakini timu yote itakayochukua mimi
ona ni sawa, kwa sababu ni mashindano kama ya familia kati ya bara na Zanzibar. Unamwombea dua njema Yanga kama mtani wako ili aweze kuibuka kidedea na kuwa mshindi? Yani kwenye maisha yangu siwatakii mema Yanga. Yani zungumza tu kweli. Yani hiyo ni serious yangu lokuwa nayo. Kwenye mashindano yoyote. Hata haya ambayo ya kawaida haya ya kimazoezi, si muungano, si mapinduzi nini, siwezi kumwombea Yanga mema. Huo ndio kweli wangu. Kwa hiyo timu zingine anyway kama sitabeba itakuwa sawa. Lakini kwa wao mimi siwatakii mema, na najua kwao mimi sina faida na mimi wao kwangu hawana faida. Lakini binafsi yangu si watakii mema katika maisha yangu. Labda Mwenyezi Mungu anichukue niwe siko hai na ndo ni waongelee kwa kulazimishwa niwatakie mema. Lakini nikiwa hai na akili zangu timamu na watakia mabaya katika mchezo wote watakayecheza wafungwe. Huo ndio ukweli wangu. Kwa hiyo akibeba mwingine zaidi ya mwiko nyuma kwangu itakuwa furaha, lakini mwiko nyuma kwangu hapana. Sitaki wachukue, sababu kombe linatoka kwenye mikono salama. Likienda katika mikono ya mwiko nyuma itakuwa limeenda kwenye mikono ambayo ina najisi. Sasa siwezi kumruhusu mtu mwenye najisi ashike kitu kilichokuwa nadhifu kama cha muungano. Sawa, tukirudi kwenye mechi ya Simba iliyopita, mechi ya kwanza ambayo mshambuliaji Ahoua alifanikiwa kupata goli la kwanza kwa dakika ya 44, lakini kuna magoli ambayo alikosa nafasi ya wazi, lakini pia uwezo wa Kibu Denis kama vile haukuwa uwezo ule ambao tumeuzoea. Nadhani Jean Ahoua amecheza vizuri. Ujue tatizo linakuja sehemu moja, unapokosea watu ndio wanakuhukumu. Na sisi mashabiki wa mpira tuna kasumba hiyo. Unaweza ukapatia sasa hivi ukashangiliwa. Ukakosea baada ya sekunde 3 ukakosea ukatukanwa. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu, kwa sababu napenda mpira, sipendi mchezaji wala sipendi vitu vingine. Kwangu Jean Ahoua mechi yetu dhidi ya Stanbox ya Zanzibar, yeye ndo mchezaji ambaye alifanya vizuri zaidi. Kwanza akatupa goli ambao mpaka leo na ndio liko katika mikono yetu. Lakini la pili, kuna nafasi nyingi alitengeneza, kuna wengine walikosa. Lakini ukiachia ile nafasi aliyokosa, kukosa ni sehemu ya mchezo. Hamna mchezaji sasa unataka kufunga, ndio maana hata faulu ilipopigwa aliforce akaugusa ule mpira akaenda kufunga goli. Kwa hiyo mimi upande fulani namuona mchezaji mzuri. Lakini hata Kibu Denis, majukumu ya uwanjani mwalimu ndo anajua. Kibu Denis anapewa majukumu mengi ya kusaidia kufanya marking kwenye timu yake pamoja na kwenda kushambulia. Tuseme kifupi, timu yetu yote ilicheza vizuri, ndio maana hata kwenye ubao baada ya kumalizika mechi Simba tuliongoza kila idara ambayo inahitajika kuongoza. Sasa huwezi kukosoa kwamba eti fulani kucheza vizuri wakati kila sehemu tuliongoza. Golikipa wetu kawajibika, kazuia, wale jamaa hawajapata goli. Beki zetu zimejitahidi wale jamaa wasifike. Viungo wamejitahidi kuvunja pale katikati ili mradi watu wasitawale. Lakini hata washambuliaji wetu ambaye ni namba 10 kwa watu wanavyotaka, namba 10 kafunga. Sasa ukianza kulaumu mmoja mmoja utakuwa unakosea. Sasa hivi kilichobaki wana Simba warudi kwenye mechi yetu ya Jumapili ya tarehe 27. Sisi hatuchezi, lakini tunachohitajika, Mwenyezi Mungu anasema ukiniomba nitakupa. Wao wanaomba na sisi tuombe. Mwenyezi Mungu aweze kutusaidia, tuache mambo kulaumiana, tuache mambo ya kukosoana ovyo. Kama uko kwenye tawi lako, kama uko nyumbani, kama uko kijiweni, kama uko sehemu yote, muombe Mwenyezi Mungu wako timu yetu iweze kupata matokeo. Hilo ndo la msingi, lakini wachezaji wetu wote siku ile walifanya vizuri. Mechi inayofuata Simba wanatakiwa kufanya vizuri zaidi ya hapo ili waweze kufuzu. Kwa mwenendo wa timu yako ambao jinsi unavyouona, unategemea Simba watatoboa na kufuzu kwenda nafasi inayofuata? Mwenendo wetu mzuri, hatujafanya mwenendo mbaya. Sababu ukiangalia hatua hii toka tulipotokea nyuma mpaka tumefikia hapa, ina maana tunafanya vizuri na ndio maana tumefika hatua nusu finali. Kabla nusu finali kulikuwa kuna hatua za awali, tukaja hatua za makundi, tukaja hatua robo finali, tumefika nusu finali. Kwa hiyo nikisema timu yangu haifanyi vizuri, hiyo itakuwa ni uongo. Kwa wale wanaosema hivyo labda kwa mapenzi yao na unafiki wao waliokuwa nao. Lakini ukizungumzia timu ambazo zinafanya vizuri, Simba ipo. Na Mwenyezi Mungu kajalia katika kufanya vizuri kwetu tumeongeza point. Tumetoka nafasi ya 6 sio ya 7, tumekuwa nafasi ya 4 katika ubora Afrika. Lakini ukiachia hiyo yote katika ukanda huu wa Sekafa wote, hamna mwingine anawakilisha katika nchi za Sekafa, Uganda, Kenya, Burundi, Rwanda pamoja na Tanzania na nchi zingine za karibu. Hamna anayewakilisha katika vilabu, imebaki Simba Sports Club.